ushaanza kufanyika mpango, zitakusanywa, zitachomwa moto zote. Na ukikuta wewe uone, nyie hamjaona China kwamba kuna sehemu ukikutwa na Biblia hilo ni kosa? Au hamjaona ile Korea Kaskazini ambayo ukikutwa na Biblia ni unapewa adhabu ya kifo? Hamjaona? Sasa hiyo inakuja kusambaa. Sasa wakati tuna neema ya kusoma Biblia tunazembea. Sasa wakija kuzifuta, sijui utasoma, yani sijui utasomea wapi sasa. Sababu hizi taarifa sasa mtu atajuaje? Ila sasa neema iko sehemu hii. Utakuwa kuna mashahidi wawili, Musa na Elia, wanaendelea kuhubiri Injili, kuliambia taifa la Israeli. Lakini pia kuna hao wale kwenye ile Ufunuo sura ya 7, hao wanaitwa wenyewe Waisraeli wanaita wainjilisti 12,000 kwa kila kabila, ambao wako 144. Wanazunguka sasa kwenye mataifa yote duniani kufanya nini? Kuwatafuta wenzao. Kwa hiyo sasa na hawa wengine waliobakia ndio wanajua kwamba kumbe bwana, mimi ni Mwisraeli na jamaa wanatuambia kwamba Yesu anakuja kufanya nini? Kutawala miaka 1000 pale Yerusalemu. Kwa hiyo hao ndio watakuwa wanafanya nini? Wanaeneza Injili. Na ndiyo maana ukisoma hapo kwenye Ufunuo sura ya 7, Biblia inasema wazi kabla, kwa nini tusinani? Naomba usome hapo Ufunuo sura ya 7. Kwani tufungue Ufunuo sura ya 7. Kuanzia mstari wa 3. Akisema, msiidhuru nchi wala bahari wala miti, hata tutakapokwisha kuwatia muhuri watumwa wa Mungu wetu juu ya vipaji vya nyuso zao. Nikasikia hesabu yao waliotiwa muhuri katika kila kabila ya Waisraeli, watu 144,000. Wa kabila la Yuda 12,000 waliotiwa muhuri. Wa kabila la Reubeni 12,000. Wa kabila ya Gadi 12,000. Wa kabila ya Asheri 12,000. Wa kabila ya Naftali 12,000. Wa kabila ya Manase 12,000. Wa kabila ya Simeoni 12,000. Wa kabila ya Lawi 12,000. Wa kabila ya Isakari 12,000. Wa kabila ya Zabuloni 12,000. Wa kabila ya Yusufu 12,000. Na kabila ya Benyamini 12,000 waliotiwa muhuri. Umeona? Sasa hapo Mungu anamwambia malaika fani kwanza wawatie hawa muhuri, kwa sababu hawa wakishawekewa ule muhuri hawatafanya nini? Hawagusi, hawatodhurika na mpinga Kristo. Hawezi kuwafanya kitu chochote, kwa sababu kazi yao itakuwa ni kufanya nini? Kuzunguka kutafuta ndugu zao. Ndio tulisoma ile Mathayo 24 inayosema na habari za ufalme itaenda ulimwenguni kote, ndipo ule mwisho utakapokuja. Yani hawa watakuwa wanazunguka sasa katika hiyo miaka 7, wanazunguka Argentina, Chile, Nigeria, hizo nchi zote za Ulaya, Asia, wanawatafuta wana wa Israeli wa kabila yao ili kuwarudisha hapo. Sasa hawa wengine ambao ndio wa mataifa na wenyewe ndio wanapata nini? Habari kwamba kumbe Yesu, kwa sababu hakutakuwa, yani unyakuo kisha kutokea, hakutakuwa kuna kukutana hivi. Mimi nakwambia yani hakuna tena kukutana hivi kanisani. I'm telling you, kwa sababu vurugu
utakapokuja kutokea haujawahi kuona, na atakayetokea kuja kutuliza hiyo ni yule jamaa. Sasa hapa naomba niwafungulie kidogo, maana naona muda umeisha. Mungu, naomba unisaidie kuwasilisha hili. Utakapotokea unyakuo, watoto watakuwa hawaonekani wako wapi, na baadhi ya wanafamilia. Kwa hiyo zitatokea kesi nyingi zitakazopelekwa kwenye maserikali ya nchi husika. Kwa hiyo kitu, yani huu ni mpango tayari ushaandikwa, hichi tu nakutafsiria. Kwa hiyo ina maana viongozi wa serikali dunia nzima, kila nchi, watakuwa wanapita sasa kufanya sensa ya watu waliobakia. Kwa hiyo sasa watawaambia kutokana na hichi kilichotokea na haya majanga ambayo yanaanza kutokea, ili tuwe tunaweza kujua watu wetu wako wapi na watu tena wasipotee, ndio wataanza kuleta mfumo wa hiyo chip. Sio kwa kulazimisha watu kwamba ili kitu chochote ili watu wasifanye nini, wasipotee, kwa sababu wanasema hawa waliopotea na unyakuo wangekuwa na chip, tungekuwa tunajua wako. Ili kung'ang'ania kwa Yesu, ili kung'ang'ania kwa Yesu, kwa Yesu, kwa Yesu, kwa Yesu, bila kujali kitu chochote, ili kukimbilia kwa Yesu, kwa Yesu, kwa Yesu. Naomba tusimame. Kwa Yesu, kwa Yesu, bila kujali kitu chochote, eli kung'ang'ania kwa Yesu, kwa Yesu, eli kung'ang'ania kwa Yesu, kwa Yesu, kwa Yesu, kwa Yesu, bila kujali kitu chochote. Hata wakija kuambia wewe ng'ang'ana, 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 bila kujali kitu chochote, ng'ang'ania kwa Yesu, kwa Yesu, kwa Yesu, kwa Yesu, kwa Yesu, bila kujali kitu chochote. Hata wakija ng'ang'ana, 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 bila kujali kitu chochote, ng'ang'ania kwa Yesu, kwa Yesu, kwa Yesu, kwa Yesu, bila kujali kitu chochote. Hata watoto wakichukia, ng'ang'ana, 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 bila kujali kitu chochote. Bwana Yesu, tunakuja mbele zako, tunaomba neema na rehema kutoka kwako Bwana Yesu. Haya mambo ni wazi na ni halisi. Ninaomba neema ya kipekee kwa watu wako walioko mahali hapa, ambao wanasikiliza, walioko mahali hapa na wanasikiliza mtandaoni. Bwana Yesu, ninaomba ukapate kuwa